ili kauke, kesho nitavaa kwenda kuhubiria kanisani. Lakini unakuta mwingine anapigia deki nguo ambazo bado tena ni nzuri tu. Kwani usije kwa mchungaji hapo ukasema, hizi nguo naona mchungaji, wakipatikana watu ambao wana uhitaji wa nguo utawapatia. Kuna vikanisa vinaanzishwa kule, watu hawanaga hata nguo. Ukipeleka wanajua kwamba ni neema imeshuka, kumbe wewe ulikuwa hata huzihitaji. Mtumikie Mungu kwa njia hiyo. Usibadilishe tu, wengine mpaka wanachoma, wanakusanya, wanachoma. Sasa sio, tunapaswa kumtumikia Mungu kwa vile chochote ambacho, mazingira yoyote ambayo Mungu anakuwezesha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ametuita tumtumikie yeye. Mungu ametuita tumtumikie yeye. Anahitaji kuona namna gani kila mmoja anashiriki katika kumtumikia Mungu. Si kwa huzuni wala kwa lazima. Kila mmoja fanya kwa upendo, kwa moyo wa kupenda, kwa hiari na kwa uwezo wako. Usijilinganisha na mwenye uwezo, utaumia tu. Vile ambavyo Mungu amekubariki ndivyo ufanye. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndiyo, tumeitwa na leo mimi nimekuja kuwakumbusha habari ya ujenzi wa nyumba wa ofisi ya askofu. Hakuna jambo linaloshindikana kwa Yesu. Aliponya Bartimayo kwa vile alikuwa ni kipofu. Kufanyie nini? Ukimwomba yote Yesu naye atatenda. Na wewe Mkristo, Yesu anakuuliza kufanyie nini? Ukimwomba yote Yesu naye atatenda. Kama alivyotenda kwa Bartimayo, naye atatenda kwako baba, mama. Kama alivyotenda kwa Bartimayo yule kipofu, naye atatenda kwako baba, mama. Usishubane shingo yako kwa Mungu, bali Yesu akutende miujiza. Kama alivyotenda kwa Bartimayo, kubali Yesu akutende miujiza. Usishubane shingo yako kwa Mungu, kubali Yesu akutende miujiza. Uhuru wa Yesu. Amina. Ninamshukuru Mungu sana kwa asubuhi ya leo kupata nafasi hii kuwa katika kanisa la AIC Kibada. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo namshukuru Mungu sana kuwepo leo katika pastoreti hii ya Kibada. Nimeona muujiza kwa sababu tulipokuwa Kigamboni pamoja na akina mzee Mzinga tulianza kanisa hapa. Nadhani tulianzia kwa baba mmoja alikuwa anaitwa Baba Maria, na baadaye tukaja kwenye Mitike. Ilikuwa na kina Debora, sijui Debora kama yupo, tulisali wachache, na baadaye tukapata mwinjilisti Emmanuel Jeremia, na baadaye mimi ndio nikahama. Leo niko hapa kwa ajili ya kuwakilisha ofisi ya askofu
kutiana moyo na kukumbushana habari ya ujenzi wetu wa ofisi ya niseme ni mmoja wa wachungaji ambao tumekuwepo siku nyingi katika dayosisi yetu ya Pwani tangu mwaka 95 na dayosisi yetu ilianzishwa mwaka 94 mwishoni. Kwa hiyo tulipoanza tulikuwa na kile kijengo cha ofisi cha mbao pale Magomeni. Tumeenda nacho mpaka Askofu Nyagwaso akawa ameondoka akastaafu, na baadaye tukawa na Askofu Salala, na Askofu Salala alipokuwa akielekea kukaribia kustaafu ndipo tukapata hifadhi pale Kurasini, na bahati nzuri tukapewa hilo eneo la Kurasini, na ndipo sasa tunapojenga ofisi. Tumechelewa sana. Mimi nilipokuja mwaka 95 nikakabidhiwa kazi na Nyagwaswa kuandaa eneo la kujenga makao makuu ya Dayosisi ya Pwani kule Kibaha. Kuna eneo la kujenga ofisi ya dayosisi na nilifuatilia mpaka tukalipata, lakini kwa sababu zilizo nje ya uwezo wetu, nadhani sasa ndio tumeelekeza nguvu tujenge hapa, na kwa maono yaliyopo kila mkoa utakuwa na dayosisi sasa. Kwa hiyo nadhani baadaye tena Pwani itakuwa nayo dayosisi kwa maono yaliyoko mbele yetu. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu kwamba nimepata nafasi hii, na wenzangu tumebadilishana sana, lakini ni siku njema ambayo tunakumbushana tu kwamba ndugu zangu, tunajenga ofisi yetu ya dayosisi yetu, na hapo ndipo mahali petu, na ofisi hii itatuheshimisha. Dayosisi ya Pwani tangu ianze mwaka 94 hatuna ofisi mpaka leo, lakini tunamshukuru Mungu kwa maono ambayo yapo sasa na askofu wetu kwamba tujenge hiyo ofisi yetu, na kila mwenye moyo wa kupenda tushikamane tuweze kuijenga. Naamini kwamba sisi sote tukishikamana tutamaliza hilo ofisi yetu na tutaiheshimisha dayosisi yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo basi, nadhani ni mwaka juzi ulipita mchango wa hiari. Wale wote ambao waliahidi tunawakumbusha kwamba tulete hizo ahadi zetu, lakini leo pia tuna mchango ambao tunahitaji kila mmoja mwenye moyo wa kupenda aifanye kazi hii vile ambavyo Mungu atakubariki, si kwa huzuni wala si kwa lazima. Bwana Yesu asifiwe. Yaani vile ambavyo Roho wa Mungu anakusukuma kufanya ili tuwe na ofisi ya dayosisi. Mungu akubariki sana. Katika Zaburi ya 100 linasema, mfanyieni Bwana shangwe dunia yote, mtumikieni Bwana kwa furaha, njoni mbele zake kwa kuimba. Jueni kwamba Bwana ndiye Mungu, ndiye aliyewaumba, ndiye aliyetuumba, na sisi tu watu wake na kondoo wa malisho yake. Ingieni malangoni mwake kwa kushukuru, nyuani mwake kwa kusifu. Mshukuruni, lihimidini jina lake, kwa kuwa Bwana ndiye mwema, rehema zake ni za milele, na uaminifu wake vizazi na vizazi. Sasa mambo mawili ambayo ninataka tuyapitie. Jambo la kwanza,
Jambo la kwanza katika kumtumikia Bwana, ukisoma mstari wa pili, neno la Mungu linasema, mstari wa tatu, jueni kwamba Bwana ndiye Mungu, ndiye aliyetuumba na sisi tu watu wake, tu watu wake na kondoo wa malisho yake. Hii ndiyo sababu kubwa ya kumtumikia Bwana. Kwa nini tumtumikie Bwana? Jueni kwamba Bwana ndiye Mungu. Bwana ndiye Mungu, ndiye aliyetuumba na sisi tu watu wake. Yaani hiyo ni sababu tosha ya kumtumikia Mungu, ya kuja mbele zake kwa kushangilia. Anasema mfanyieni Bwana shangwe. Kwa nini tumshangilie Bwana? Maana ndiye aliyeniumba na mimi ni mtu wake na kondoo wa malisho yake. Hii ndiyo sababu tosha. Tunamtumikia Bwana, tunahitaji tumtumikie Bwana, tunahitaji tunang'ang'ana, tunapambana kumtumikia Bwana kwa sababu ndiye aliyetuumba na sisi tu watu wake, tu watu wake na kondoo wa malisho yake. Maana yake sisi ni mali yake, sisi ni watu wake. Mchembe ni mtu wake, nimeumbwa na yeye. Hii ndiyo sababu. Jambo la pili ni namna ya kumtumikia Mungu, namna ambavyo tunapaswa kumtumikia Mungu, namna ambavyo tunapaswa kumtumikia Mungu. Nimetaja sababu ni chache tu hapo, tujue kwamba sababu ya kumtumikia Mungu, tujue kwamba yeye ni Bwana, yeye ndiye aliyetuumba na sisi tu watu wake na kondoo wa malisho yake. Na sababu na kwa nini? Jambo la pili, namna ambavyo tunapaswa kumtumikia Mungu. Jambo la kwanza tunaweza kuona katika Warumi, barua ya Paulo kwa Warumi sura ya 12 mstari wa kwanza na wa pili. Neno la Mungu linasema, basi ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Hii namna gani tunapaswa kumtumikia Mungu? Katika kumtumikia Mungu ni lazima tuanze na maisha yetu sisi wenyewe, kuyatoa maisha yetu kuwa dhabihu, kuwa sadaka. Dhabihu wakati mwingine tunaweza kusema ni sadaka, kumpa Bwana maisha yetu. Itoweni miili yenu kuwa dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, kuyaachilia maisha yetu Bwana ayatumie maisha yetu. Hivi ndivyo tunavyoweza kumtumikia Bwana kwa furaha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Lakini jambo la pili tunavyopaswa kumtumikia Mungu, tumuone Bwana kwamba yeye Bwana wetu ametuweka sisi kuwa hazina yake, kuwa mali yake, na kwa namna hiyo amewekeza katika maisha yetu vitu vyake. Sisi ni watu wake. Sasa ukisoma katika Mathayo mstari wa 14, katika Mathayo sura ya 25,
Bwana Yesu anasema, maana ni mfano wa mtu atakaye kusafiri. Aliwaita watumwa wake, akaweka kwao mali zake. Akampa mmoja talanta 5 na mmoja talanta 2 na mmoja talanta 1, kila mtu kwa kadiri ya uwezo wake akasafiri. Hebu nirudie hapo mstari wa 15. Akampa mmoja talanta 5, mmoja talanta 2 na mmoja talanta 1, talanta 1, na kila mtu kwa kadiri ya uwezo wake akasafiri. Bwana anafananisha maisha yetu na biashara. Mfanyabiashara alivyoweka 5 kwa huyu, yule wa 5 alipambana akapata zingine 5, akaja kutoa faida, na yule wa 2 akapambana akapata zingine 2, akaleta faida. Yule wa 1 akawa mwaminifu, akaenda kuichimbia chini akaificha. Na anasema kwamba ukienda ukamtazama mawazo yake, anasema huyu bwana anavuna asipopanda, anatawanya asipo, na kadhalika na kadhalika. Hii hela hii ikipotea nitafungwa, ngoja nikaiweke chini. Kwa hiyo alivyokuja huyu bwana, alivyowaketisha walete faida, mmoja akaja mwenye 5 akaleta faida, akaambiwa vema sana mtumwa mwaminifu, nitakuongezea zaidi. Na wa 2 hivyo hivyo. Wa 3 akasema yani matatizo kweli hapa. Akasema katika Mathayo 25 mstari wa 24, labda tumsome kabisa huyu, maana huyu yuko special. Akaja na yule aliyepokea talanta 1, akasema, Bwana, nalitambua ya kuwa wewe mtu mgumu, wavuna usipopanda, wakusanya usipotawanya. Basi nikaogopa, nikaenda nikaificha talanta yako katika ardhi. Tazama, unayo iliyo yako. Sasa jibu aliloambiwa, bwana wake akajibu akamwambia, wewe mtumwa mbaya na mlegevu, yani mvivu, ulijua ya kuwa nakusanya nisipopanda navuna nisipopanda, na kusanya nisipotawanya. Basi ilikupasa kuiweka fedha yangu kwa watoao riba, yani ilikupasa kuizalisha ili nipate faida. Mungu ameweka vipawa ndani yetu ili apate faida, jina lake litukuzwe. Kama alivyotenda kwa Bartimayo, kama Yesu akutende miujiza. Bartimayo sauti yake Yesu alisikia, japo wengine walikuwa wakimzuia kupiga kelele. Bartimayo aliponya sauti yake Yesu alisikia, japo wengine walikuwa wakimzuia kupiga kelele. Hakuna jambo linaloshindikana kwa Yesu. Alimponya Bartimayo kwa vile alikuwa ni kipofu. Hakuna jambo linaloshindikana kwa Yesu. Alimponya Bartimayo kwa vile alikuwa ni kipofu. Yesu akuguse kama alivyomgusa Bartimayo katika macho. Omba Yesu akurehemu, omba Yesu akuguse kama alivyomgusa Bartimayo katika macho. Akapata kuona Bartimayo, nawe pale
Paza sauti yako kwa Yesu.